Marekani imeongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran huku rais wake Donald Trump akitishia kuchukua hatua kali dhidi ya nchi yoyote itakayoendelea kuipa Tehran msaada wa kiuchumi. Trump ameonya kuhusu gharama kubwa kwa mataifa yanayosaidia Iran kupitia biashara ya mafuta, uhamishaji wa kifedha, makampuni ya kificho, usajili wa meli na njia nyingine zinazoweza kuikwepa mifumo ya vikwazo vya Marekani. Lakini swali kubwa ni kama Marekani inaweza kweli kuifanya Iran itengwe kabisa na uchumi wa dunia. Uchambuzi wa wataalamu unaonyesha kuwa hili linaweza kuwa gumu zaidi, hasa kutokana na uhusiano wa Iran na mataifa mawili yenye nguvu kubwa duniani, yani China pamoja na Urusi. China ndio changamoto kubwa zaidi kwa mkakati wa Marekani. Iran imekuwa na uhusiano mkubwa wa kibiashara na Beijing, hususan katika sekta ya mafuta. Takwimu za Kpler zinaonyesha kuwa China ilinunua sehemu kubwa sana ya mafuta ya Iran yaliyosafirishwa mwaka 2025. Hii ina maana kwamba hata kama Marekani itaongeza vikwazo dhidi ya Iran, bado kuna soko kubwa ambalo Tehran inaweza kulitumia kuuza mafuta yake na kupata fedha. Changamoto nyingine kwa Washington ni kwamba sehemu kubwa ya viwanda vya kusafisha mafuta nchini China vinaweza kufanya kazi bila kutegemea moja kwa moja mfumo wa kifedha wa Marekani. Hivyo kuvilazimisha viwanda hivyo kuacha kununua mafuta ya Iran kunaweza kuwa jambo gumu zaidi kuliko ilivyokuwa kampuni zinazotegemea benki na taasisi za kifedha za Magharibi. Marekani inaweza pia kulenga benki kubwa za Kichina zinazoshughulika na miamala inayohusiana na Iran, lakini hatua hiyo inaweza kuwa na madhara makubwa kwa uhusiano wa Marekani na China. Washington tayari ina mvutano mkubwa wa kiuchumi na Beijing, kwa hiyo kuongeza vikwazo vya sekondari dhidi ya China kunaweza kusababisha Beijing kuchukua hatua za kulipiza kisasi na kuongeza zaidi mvutano kati ya mataifa hayo mawili. China pia imeonyesha kwamba haikubaliani na matumizi ya vikwazo vya upande mmoja kama chombo cha kutatua mgogoro. Beijing imesisitiza kuwa vikwazo zaidi havitosaidia kabisa kumaliza mzozo na kwamba suluhisho linapaswa kutafutwa kupitia diplomasia na mazungumzo ya kisiasa. Kwa upande mwingine, Urusi inaleta changamoto tofauti kabisa. Moscow yenyewe tayari imekumbwa na vikwazo vikubwa vya Marekani na washirika wake kutokana na vita vya Ukraine. Kwa miaka kadhaa, Urusi imejenga mifumo ya biashara inayoweza kufanya kazi kwa kiwango kikubwa nje ya mfumo wa kifedha unaotawaliwa na Magharibi. Iran na Urusi pia zimeimarisha uhusiano wao wa kiuchumi na kimkakati, hasa mwaka uliopita na Januari mwaka 2025, nchi hizo mbili zilisaini mkataba wa ushirikiano wa miaka 20 huko biashara yao ikiendelea kuongezeka kwa asilimia kubwa zaidi. Uhusiano huo hauishii kwenye biashara pekee, kwani Moscow na Tehran zimejenga pia ushirikiano katika masuala ya kijeshi na teknolojia za kijeshi. Ripoti zimeeleza kuhusu usafirishaji wa vifaa na bidhaa mbalimbali kati ya nchi hizo mbili kupitia bahari ya Caspian. Kwa hiyo, hata kama Marekani itaongeza shinikizo dhidi ya Iran, Urusi tayari ina uzoefu wa kukabiliana na vikwazo vya Magharibi na inaweza kusaidia Tehran kutumia njia mbadala za biashara na fedha. Lakini Iran yenyewe pia inatafuta njia mpya za kupunguza utegemezi wake kwa mfumo wa kifedha unaotawaliwa na Marekani na nchi za Magharibi. Wanachama wa Iran katika BRICS umeipa Tehran nafasi ya kutafuta ushirikiano mpana zaidi na mataifa kama China, Urusi, India pamoja na Brazil. Iran pia imeonyesha nia ya kutumia sarafu za kitaifa katika biashara na wanachama wengine wa BRICS badala ya kutegemea dola ya Marekani. Tehran imeeleza nia ya kujiunga na New Development Bank ya BRICS, jambo ambalo likifanikiwa linaweza kuipa Iran njia nyingine ya kupata fedha na kuimarisha biashara nje ya taasisi za kifedha za Magharibi. Hapa ndipo changamoto kubwa ya mkakati wa Trump inapojitokeza. Marekani ina nguvu kubwa sana katika mfumo wa kifedha duniani na vikwazo vyake vinaweza kuumiza uchumi wa Iran. Lakini kutumia nguvu hiyo kuwalazimisha China na Urusi kuacha kabisa kufanya biashara na Tehran ni jambo tofauti kabisa. China ina maslahi yake ya nishati na kiuchumi, Urusi ina maslahi yake ya kimkakati na Iran yenyewe imekuwa ikitengeneza kwa miaka mingi njia za kukabiliana na vikwazo. Hivyo, vita vya kiuchumi dhidi ya Iran vinaweza kugeuka kuwa vita pana zaidi kuhusu nani anayeweza kudhibiti mifumo ya biashara na fedha duniani. Kama Marekani itachagua kuongeza vikwazo vikali dhidi ya kampuni na benki za China, inaweza kuifanya Beijing iharakishe zaidi kujenga mifumo mbadala ya kifedha. Ikiwa Urusi na Iran wataendelea kutumia sarafu zao za kitaifa na njia za biashara zisizotegemea dola, shinikizo la Marekani linaweza kupunguza uwezo wa Iran wa kufanya biashara, lakini si lazima liweze kuutenga kabisa. Kwa hiyo, swali si kama vikwazo vya Marekani vinaweza kuumiza Iran. Bila shaka vinaweza. Swali kubwa ni kama vinaweza kuilazimisha Iran kujisalimisha kiuchumi wakati bado na washirika wenye nguvu kama China na Urusi.
Na hapo ndipo mpango wa Trump unakabiliwa na tatizo kubwa. Marekani inaweza kuwa na uwezo wa kuishinikiza Iran, lakini kuizuia Iran kupata msaada kutoka kwenye mataifa yenye nguvu kiuchumi kama China na kisiasa kama Urusi ni kazi ngumu zaidi. Iwapo Beijing na Moscow zitaendelea kudumisha uhusiano wao na Tehran, juhudi za kuifanya Iran itengwe kabisa zinaweza kuwa na matokeo tofauti. Badala ya kuifanya Iran ijitenge, zinaweza kuharakisha kujengwa kwa mfumo wa biashara na fedha unaojitegemea zaidi na mfumo unaoongozwa na Marekani.